Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghannai Islamia, leo tutaanza somo la an-nahwu la faslu thalith. Na somo la nahwi ni somo muhimu katika fani zinazosaidia kujua i'rab na kujua tafsiri na kujua kuregesha dhamir na faida nyingine za kinahau. Na siri kubwa ya kujua somo la nahwu ni kuribu. Nahwu haijulikani kwa kusomwa, na haya ni matatizo makubwa ya watu wengi. Utamwona mtu usoma kitabu mpaka kikubwa cha nahwu hajui kuribu, hajui yeye kusoma ibara uzuri, yeye yasoma vile vitabu. Kusoma kitabu cha nahwu si kujua nahwu, kuribu ndio kujua nahwu. Baada ya kujua i'rab, huwa unafanya tamrin ya maneno ambayo hayana shakli, kuribu. Litakalo kushinda urudi tena usomee mpaka ushike zile kaida. Ad-darsu thalithu, hili ni somo la tatu katika mpangilio wa masomo ya faslu thalith. An-najahu fi mabadi'i nahwi linnashiina. Kitabu hichi tunachokisoma chaitwa An-najahu, kufaulu fi mabadi'i nahwi, katika maandilizi ya nahwu. Fi mabadi'i nahwi, katika maandilizi ya nahwu, yani katika mwanzo ama uanzishi ama vitu vya mwanzo katika kujua nahwu. Na nahwu ni kutongoa. Nahwu pia ina maana ya upande. Nahwu ni kilima kina tafsiri zaidi ya moja, lakini kwetu hapa ni kutongoa. Kutongoa ni kuchonga, na nahwu pia ni mfano. Nahwu ni upande. Fi mabadi'i nahwi, katika maanzilishi ama maandilizi ya nahwu. Linnashiina, kwa wenye kukulia ama kwa wenye kuanzia. Nashaa ni kilima kina maana ya kuingia, ya kuanza, ya kukulia. Linnashiina, kwa wenye kuanzia ama kwa wenye kukulia, yani nashaa ina maana ya grow up kizungu, na ina maana ya start, kuanza. Na pia katika Kiarabu ukisoma inshai, neno inshai lina maana ya shuru', ijad na maana mengine katika lugha ya Kiarabu, kuanza ama kuingia. Na annashiina ni wenye kuenukia. Taalifu al-Ustadhi Sayyid Ali ibn al-Habib Ahmad al-Badawi Jamal al-Layl, mzee mwenye. Hunu ni mtungo wa fundi Sayyid Ali mtoto wa Habib Ahmad Badawi Jamal al-Layl, mzee mwenye. Imetungwa na mzee mwenye. Mzee mwenye ni mmoja katika wanazuoni wakubwa wa Amu, na yeye alimalizia umri wake Swafa. Lamu pana msikiti maarufu waitwa Swafa, yeye ndio alikuwa imam na kiongozi wa hapo. Na alikuwa hodari sana mzee mwenye kwa fani ya nahwu. Na historia yake kwa ufupi tulivyopokea kutoka kwa Ustadh Muhammad Albid, shekhe langu na shekhe wa wengi katika kutusomesha nahwu ama kusoma vitabu vya nahwu kama Qatrun Nada, alikuwa akitutilia sherehe. Kuna wakati kina Ustadh
tumesomeshwa na kina Ustadh Fadhil, Ustadh Yaqub, nakumbuka Sharif Haddad, na kuna wakati ustadhi hutia taaliq. Sasa katika nahwu akieleza mahodari katika upande wa sawahil, yani Waswahili, anamueleza bingwa alikuwa ni Mzee Mwenye, na sababu yake kuwa hodari yasemekana ama alitueleza kuwa Mzee Mwenye alikuwa amehudhuria katika juzu. Lamu kuna kitu chaitwa juzu, yani hizbu, watu kuketi pamoja kusoma Qur'ani. Mzee Mwenye akaenda kusoma, ilipofika wakati wake akakosea, na msimamizi wa juzu alikuwa akiitwa Mwalimu Zuberi. Mwalimu Zuberi akamwambia, asante sana mtoto wa Sharifu, ama we Sharifu mzima huzipati. Jumla ya maneno ilikuwa ni kama hivyo, ile nafsi ya ibara yuejua mwenyewe yule aliyetamka, lakini maksudio ni kama wewe Sharifu mzima huzipati. Basi lile jambo likamuudhi, yani sikumuudhi kwa kuudhika, likamtia ghera. Na hii ni jambo la takana, mtu akikutoa makosa usimkasirikie yule mtu, kuwa na ghera, ufanye bidii usikose tena. Sasa Ustadh Muhammad asema Mzee Mwenye akafanya bidii, kisha baada ya kujua Qur'ani na akajifundisha na somo ambalo hajui yule Mwalimu Zuberi, nao ni nahwu. Kaenda akasoma mpaka akawa hodari. Sasa ikatokea wakati wa juzu, alipokuwa mmoja amekosea, akamrekebisha na akasema sababu ya ile makosa kinahwu. Basi kama sikosei, Mwalimu Zuberi akamwambia, kama si mimi usingekuwa hivyo, yani mimi ndio sababu ya wewe kujua nahwu. Siku zile nilipokuambia ukakasirika, ukasoma mpaka ukawa hodari, ni zile ghera ya kutolewa makosa. Kwa hivyo mimi pia nina mchango bimaana katika kuwa hodari kwako kwenye nahwu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rafi'i man yasha'u min ibadihi, kila jinsi ya sifa njema lillahi, nda Mwenyezi Mungu ama zinamstahiki Mwenyezi Mungu. Arrafi'i man yasha'u, mwenye kumwangatisha amtakaye. Kumwangatisha ni kumwenua, na hapo min ibadi, kutokana na waja wake. Arrafi'i man yasha'u, mwenye kumwangatisha ama mwenye kumwenua anayemtaka. Min ibadihi, kutokana na waja wake. Wassalatu wassalamu, na rehma na amani, ala man nasaba alhaqa, ziwe juu ya aliyoisimika haki. Nasaba ni kusimika, yani kusimamisha haki. Wa khafadha albatila, na akainamisha batil. Na wa khafadha albatila, na akaiweka chini batil. Kuinamisha, kuweka chini, yote ni khafdhi. Wa ahlahu, na akaweka chini pia watu wa batil. Na hapa ametumia bara'atul istihlal, uhodari wa kuchomoza. Katika balagha pana kitu chaitwa bara'atul istihlal, uhodari wa kuchomoza. Bimaana wewe wazungumzia nahwu ukatumia maneno yenye ilaka na nahwu, kama hapa arrafi'i, nasaba, khafadha, zote ni katika vilma ambavyo vapatikana katika nini, nahwu. Na vile vile kama wazungumzia mauti ukatumia katika hindi yako maneno ambayo yanailaka na mauti, huwa yaitwa bara'atul istihlal. Hata kabla ya kuingia ndani ya maudhui, yule mustami' ashajua ama ashapata udokezi wa baadhi ya utakayokuwa ni mwenye kuyakusudia baada ya hindi, na ushamtayarisha ule ubongo wake na fikra yake katika lile ambalo wataka kulizungumzia. Wa ala alihi, na ziwe juu ya ali za Mtume.
wa sahbihi, na masahaba wa mtume ajmaina wote. Wa ba'du, na baada bismi na hindi na swala na salamu, fahadha kitabun fi nahwi, basi hichi ni chuo katika nahau. Fahadha kitabun fi nahwi, basi hichi ni chuo katika nahau. Na ingawaje ni baadhi ya maneno hakijakuwa ni kitabu, lakini i'tibaran bima yakun, amesema ni kitabu kwa kuzingatia kitakavyokuwa. Na hili ni moja katika fasaha, pia yapatikana katika balagha, na Qur'ani pia imetumia inni nimeota asiru khamra, na kama shizi alikamwi bali lanwiwa. Inaban, zile zabibu ndo zafanyaji za kamwa, lakini ile khamri inanywiwa. Lakini i'tibaran bima yakun, ametaja khamri kwa kuwa zile zabibu mwisho zitakuwa shiz. Raainahu mufidan, tumekiona hichi kitabu ni chenye kufaidisha sana. Litalamidhati swafi thani wa thalithi, kwa wanafunzi wa swafu ya pili na ya tatu. Faslu thalith na thani, la siyama khaswa talamidhatu madarisina, wanafunzi wa madrasa zetu, fi hadhihi aljihati, katika hizi pande, katika pande yani katika maeneo yetu. Uqaddimu hadha alkitaba, na kitanguliza hichi chuo, ila asatidhati almadarisi, mpaka kwa maustadhi ama mafundi wa madaris, maustadhi wa vyuo mbalimbali. Rajian, ilhali ni mwenye kutarajia, an usadifa ladayhimul qabula, kukumba kwa wao kukubaliwa. An usadifa ladayhimul qabula, kukumba ama nikumbane kupitia kwao kukubaliwa. Nataka ama natarajia watakikubali kitabu hichi insha Allah. Wabillahi, na kwa Mwenyezi Mungu tu, astainu, nataka msaada. Wabillahi, na kwa Mwenyezi Mungu tu, astainu, nataka msaada. Wa alayhi atawakkalu, na juu yake tu Mwenyezi Mungu ama Allah nategemea. Wa as'aluhu an-naf'a, na namuomba yeye Mwenyezi Mungu an-naf'a, kunufaisha, wal intifa'a, na kunufaika. An-naf'a, kunufaisha, wal intifa'a, na kunufaika. Innahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu atushieo, sami'un, ni mwingi wa kusikia, ni mwenye kusikia sana. Karibun, yuko karibu sana. Mujibun, ni mwenye kujibu sana, ama ni mwingi wa kujibu. Da'wata da'i, maombi ya mwenye kuomba, ama ulinganizi wa mwenye kulingania. Da'wata da'i, dua ya mwenye kuomba dua, ama maombi ya mwenye kuomba. Idha da'ahu, pindi akimuomba yeye. Idha da'ahu, pindi akimlingania, lakini pindi akimuomba ama pindi akimtilia dua ni bora zaidi tafsiri ya dua kuliko ya kulingania. Na yote ubora utegemea na siyaqul kalam. Kiswahili kusema dua, kuomba dua yafahamika zaidi kuliko yuwalingania. Kulingania mara nyingi yatumika kwa mtu kumpatia mawaidha mtu aingie katika jambo fulani la kidini au lengine. Insha Allah, mpaka hapa tutakoma. Ja'alana Allahu minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ikiwa pana lolote tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusahau kulike, kushare na kusubscribe. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila liqa.